Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Marafiki zangu na ndugu zangu mnaozidi kunitazama na mnazidi kunifuatilia, Mungu awabariki sana. Tunavyoendelea kujifundisha injili ya Bwana na kuendelea kukaa pamoja kiroho na kuendelea kuungana pamoja kama watoto wa baba mmoja. Kwa hiyo nahitaji ubarikiwe sana na Mungu akufanikishe kwa kila jambo unalolifanya hapo nyumbani. Mungu akufanikishe na huwe bora sana kuwashinda wote wanaokudharau siku zote. Tunajaribu kuangazia ndoa zetu ambazo Yesu anazidi kuzizungumzia kwenye Marko 10:6, ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke na akaweza kuwaweka pamoja na walifanyika kuwa mwili mmoja. Tulijifundisha kutoka mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Kwa hiyo kuonekana ya kwamba alichokiunganisha Mwenyezi Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Na tukaendelea kusema ya kwamba iwapo wewe huwezi ukamkabidhi mke wako simu, basi na maana hiyo ndoa haijaidhinishwa na Mungu. Kwa kuwa ndoa ambayo imeidhinishwa na Mungu, mnapaswa kufanyia kila kitu kwa pamoja. Hata nguo mnastahili kushona nguo ambayo inafanana na ya mwingine. Mnastahili kutembelea pamoja. Najua nikiyazungumza haya kuna mtu anakasirika sana. Kuna mtu hata hataki hata mke wake akaribia simu yake. Kama hutaki mke wake akaribia simu yako, basi ulimuoa kazi gani? Na maana mnaishi kwa nyumba na nyinyi ni marafiki. Kuna watu wameishi kwa ndoa kwa zaidi ya miaka 30 lakini wakiwa tu marafiki. Kuna mtu anapomuoa mke wake anatarajia kwamba amemuoa mke, kumbe amemuoa mke wa mwenzie. Inakuwa ya kwamba baada ya muda fulani mwenye mume atakujia mume wake, ama mwenye mke atakujia mke wake, na mwenye mume atakujia mume wake. Bugani wewe ulifanyika kuwa mwizi wa ndoa. Yaani nyinyi mko ndani ya ndoa lakini mmeibiana kwa kutokujua. Yaani wewe ukaiba mke wa wenyewe na wewe ukaiba mume wa wenyewe. Sasa nyinyi wote ni wizi wa ndoa. Yaani nyinyi ni wizi wa ndoa lakini hamjifahamu kabisa. Maana kama yule ni mke wako, anastahili kuijua password yako. Anastahili kuijua pini yako kama ni mwili wako. Lakini kama sio mke wako, ni lazima utaweka pini kwenye simu yako. Lazima utaweka password, lazima hata ikaribia hiyo simu, kwa sababu sio mke wako, sio mume wako. Na atazidi kuifuatilia hiyo simu ajue ya kwamba ni kwa nini uliweka password kwa hiyo simu. Kwa sababu anataka ajue mke wako aliyokwako wa karibu yuko wapi. Lakini ndani ya simu yako sio ya kwamba ni mke wako mwingine yuko hapo, ni wanawake. Umejaza wamama wa kanisa, wababa wa kanisa, wateja wako. Labda kuna mwingine kama mimi nafanya bodaboda, amejaza pale wamama, mashuga mama wamejaa pale. Kama mwanamke mashuga dadi wamejaa pale. Na hivi vyote vinafanyika kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ndoa ni ya wizi. Kwa kuwa hiyo ndoa ni ya wizi, shetani amejitawala ndani kwa ajili ya kuendeleza uhalifu wake ndani ya hiyo ndoa. Pepo la uzinzi limewanasa, linazidi kuwatumikia kama jinsi lipendavyo, linazidi kujiwakilisha ndani yenu. Sasa kaeni chini mjiulize maswali vizuri sana. Kwa sababu gani mmeishi kwa zaidi ya miaka 30, 20, 15, 10, miaka 5 na mmetengana? Mmetengana kwa sababu gani? Kwa sababu ya uasharati, kwa sababu ya ukahaba. Haya mapepo yote yamewanasa nyinyi ili msipate kujielewa, usipate kujua ubavu wako upo wapi. Mume wako uliyetengewa na Mwenyezi Mungu yuko wapi? Umemchukua mume wa mwingine, umemchukua mke wa mwingine kwa kutarajia kwamba una mume wako, una mke wako. Sahau, kwa kuwa nyinyi sio mwili mmoja, bali bado nyinyi ni miili miwili. Mmeibiana. Kamuiba mke wa mwenzio, kamuiba mume wa mwenzio, na hapo mnasema ya kwamba mna ndoa. Hapo acha nikwambie mpendo wangu, hakuna ndoa hapo.
Najua labda kuna mafundisho uliyapokea kutoka kwa mchungaji mwingine inasema ya kwamba usikaribie simu ya mume wako. Ni Biblia gani iliyosema ya kwamba usikaribie simu ya mume wako? Je, Mungu alipoumba mwanaume na mwanamke hakujua kwamba kutakuwepo na simu? Hakujua ya kwamba hawa watu watakuwa wanatembelea pamoja ama kando kando? Alijua vyote vitakuja, alijua magari yatakuwepo. Lakini mwanaume ndiposa mbebe mke wako kwenye gari lake ni tatizo, labda wakienda kanisani, hata ni bahati. Kwa nini mnafanya hivyo? Kwa sababu mmewaiba wake wa wenyewe. Umeishi na mke wa wenyewe kwa zaidi ya miaka 18. Mwenye mke anamkujia mke wake. Baada ya kutengana na mke wako, unasema kwamba mke wangu akaibiwa. Mke wako hajaibiwa, bali amechukuliwa na mume wake. Kwa hivyo unapomuoa mwanamke akiwa na mtoto ama watoto, wachukue wale watoto kama wakwako, walewe kwa njia mzuri, ndiposa na wewe watoto wako uliowacha kule kwenye ndoa basi watalelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulipotengana na mke wako, alienda na watoto ama alienda na mtoto. Kumbuka kule alikoenda, alienda kuoleka na aliweza kuupata sasa ubafu wake, na yule mwanaume akaweza kumpenda na wale watoto ama na yule mtoto, na akazidi kuwasomesha. Sasa anapowasomesha wale watoto wa mume mwenzake, na wewe pia una uwezo wa kuwasomesha sasa watoto wa huyu mwanamke, kwa sababu wakwako wanasomeshwa vizuri. Na wewe mbona usiwasomesha hawa wakwake? Unapompenda mwanamke akiwa na mtoto ama akiwa na watoto, kumbuka kwamba huo ni ubafu wako. Mmekutana kwa muda ambao umechelewa sana. Mlipaswa kukutana miaka 10 iliyopita, lakini mmekutana kwa ajili ya kugundua kwamba nyinyi wote mlikuwa uwezo wa mapenzi. Maana mlipotaka kupatana hamkumtanguliza Mwenyezi Mungu. Mlipotaka kuoana hamkumtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, bali mliwatanguliza marafiki, mkawatanguliza mandugu, mkawatanguliza wazazi badala ya kumtanguliza Mungu kwanza. Ndio kwa sababu umevunja zaidi ya ndoa 3, ndoa 4. Haujampata mke wako ambaye ni ubafu wako, kwa sababu mambo yote unayafanya ukiwa haraka tu. Kila kitu nakichukulia kwa haraka. Hauna muda wa kutulia ungojee muda wa Mungu. Kwa sababu hauna muda wa kungojea muda wa Mungu, basi inabidi uzidi kuwachukua wake wenyewe pasipo wewe mwenyewe kufahamu. Inabidi uwachukue waume wa wenyewe pasipo wewe mwenyewe kufahamu. Unaendelea kuhesabu ndoa usiku na mchana. Unaendelea kuhesabu wake waume usiku na mchana. Unakosa kujiuliza, kwani nililogwa ama tatizo liko wapi? Yaani wewe kwenye akili zako unaona ya kwamba ulilogwa, lakini mwenyewe kajiloka mwenyewe. Sasa nakufahamisha muda huu, kama yule ni mke wako, najua mmeketi naye pale mezani, mpo pale kidandani, mnanitazama, mnajiuliza maswali, mtafanyaje ndiposa muweze kuzitoanisha hizo paswati? Na mtafanyaje? Kwa sababu mmeibiana. Yule sio mke wako na wenyewe, yule sio mume wako na wenyewe. Sasa mtafanyaje? Ombeni sana ujasiri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maana hatari imemwakika kwa hiyo nyumba. Sasa matatizo yamefika, na kama ni Mungu aliwaunganisha, basi mna ujasiri wa kufunuliana mapaswati zenu na kuyaweka wazi. Pini yako ni lazima mke wako aijue, lazima mume wako aijue. Simu yako ni lazima mke wako aijue yote. Mume wako lazima aijue simu yako. Akisha itambua simu yako, akisha jua paswati yako, hata shinda akiitafuta simu yako kila mara. Lakini unapoweka paswati, ndio maana unampa bidii ya kutafuta na kutaka kujua ni kwa nini paswati iliwekwa kwenye hii simu, nataka nijue. Lakini kama anajua paswati ya simu yako, hana haja ya kuangalia simu yako, maana anajua wewe ni mwaminifu. Lakini kama wewe ni mwasharati, kama wewe ni mzinzi, mkahaba, lazima utaweka paswati kwenye simu yako, ikiashiria kwamba hiyo ndoa sio ndoa ya uaminifu. Ndoa hiyo iliunganishwa na mwanadamu, na mwanadamu yuko karibu kukuja kuitenganisha. Mbarikiwe sana wapendwa wa Yesu. Tutaweza kukutana muda mwingine tuweze kuzungumza. Hii ilikuwa ni sehemu ya 4, na Mungu awabariki sana, watie nguvu. Huyu ni mchungaji wenu Luka Sefania. Shalom. Ukiwa na swali lolote niulize.